Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: harakati za vijana nchini Tanzania za kutekeleza kauli ya Umoja wa Mataifa ya kujikwamua kutoka lindi la umaskini. Tunapokuwa chuoni tunasikia tu ajira ni changamoto, lakini tunakuwa tuamini kwa sababu tunajiamini, kwa sababu tunasomea hicho kitu na hatujaenda kukifanyia kazi au kutafuta ajira. Nilikutana na tangazo likisema kwamba Mheshimiwa Rais anatarajia kutoa mikopo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, maarufu kama uchumi wa bluu. Na leo katika mashinani tunasalia hapa Umoja wa Mataifa kupata ujumbe wa mshiriki wa jukwaa la jamii ya asili kutoka Botswana. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, ambako leo ni bendera moja tu ya Umoja wa Mataifa ambayo imepandishwa na inapepea nusu mlingoti ili kuomboleza kifo cha Papa Francis. Hii pia ni kwa kuzingatia kuwa katika Umoja wa Mataifa Vatican ni mwanachama mwangalizi. Leo katika mada kwa kina tunamulika vijana walioamua kugeukia ufugaji samaki baada ya kukosa ajira nyingine kama nilivyokudokeza. Lakini kwanza na muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Arnold. Naanza na masuala ya amani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, MONUSCO, umekaribisha kusainiwa kwa azimio la kanuni tarehe 25 Aprili mwaka huu mjini Washington DC chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kati ya serikali ya DRC na Rwanda kwa lengo la kulinda raia na kutekeleza azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2773 la mwaka 2025. Bruno Lemaki, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na kaimu mkuu wa MONUSCO, amesema kusainiwa kwa azimio hilo kunaonesha dhamira ya kuimarisha mafanikio yaliyopatikana kupitia juhudi zilizopita na kufungua njia ya ushirikiano ulioimarishwa. MONUSCO iko tayari kuunga mkono jitihada za utekelezaji na hasa katika maeneo ya ulinzi wa raia na kuimarisha amani. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA, Juliet Tuma, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Jordan, Amman, wakati wa kuzingirwa kwa ukanda wa Gaza kukikaribia kuingia mwezi wa pili, amesema The siege on Gaza is mzingiro wa Gaza ni muuaji wa kimya kimya, muuaji wa watoto, wazee na watu walio katika mazingira magumu zaidi. Mzingiro huu unamaanisha kwamba familia nzima, watu 7 au 8, wanalazimika kushirikiana kopo moja la maharage au njegere. Wakati huo, kamishna mkuu wa UNRWA Filipi Lazzarini ameelezea unyanyasaji mkubwa aliopitia zaidi ya wafanyakazi 50 wa UNRWA waliokuwa wakizuiliwa Israel. Amesema wengi walilazimika kukiri makosa na hili ni jambo la kusikitisha na kuchukiza sana. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limezitaka nchi za kaskazini magharibi mwa Afrika kuongeza ufuatiliaji na kuchukua hatua za mapema ili kudhibiti makundi ya nzige wa jangwani. Hii ni baada ya nzige wakubwa na makundi madogo kutoka ukanda wa Sahel kuhamia maeneo ya kusini mwa Sahara tangu Februari hadi Machi mwaka huu. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutarejea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwenye mkutano wa 24 wa jukwaa la kudumu la watu wa jamii za asili. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza vile vile kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala
Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo tunaelekea mjini Mwanza katika mkoa wa Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania, ambapo kauli ya Umoja wa Mataifa ya kutaka vijana washike hatamu kuboresha mustakabali wao imetekelezwa kwa vitendo na vijana ambao baada ya kukosa ajira wamegeukia ufugaji samaki wa biashara kwenye vizimba, na hivyo kutekeleza malengo manne ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa kwa maana SDGs. Namba 1 la kutokomeza umaskini, namba 2 la kutokomeza njaa, namba 8 la ajira yenye staha, na namba 14 la kuendeleza uhai katika maji. Evarist Mapesa alimtembelea mmoja kati ya vijana hao na kutuandalia mada hii kwa kina. Kwako Evarist. Naam, niko ziwani Victoria hapa mkoani Mwanza na kutana na Pius Mtenya, kijana akiwa kwenye harakati za ufugaji samaki. Yeye hakuwahi kufikiria kama siku moja shahada yake ya kwanza ya ualimu na sanaa aliyoisotea kwa jua na mvua angeitia mfuko wa nyuma wa suruali yake, lakini msoto wa kusaka ajira ulibadilisha kabisa fikra zake. Kiukweli tunavyokuwa tunasoma madarasani kama vijana ni tofauti na tunavyofikiria hali halisi iliyoko mtaani katika swala la ajira. Tunapokuwa chuoni tunasikia tu ajira ni changamoto, lakini tunakuwa tuamini kwa sababu tunajiamini kwa sababu tunasomea hicho kitu na hatujaenda kukifanyia kazi au kutafuta ajira. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Nimemaliza nakumbuka ilikuwa mwezi wa 11 tumefanya mahafali ya kwanza pale chuo cha Mtakatifu Agostino. Baada hapo sasa ndio maisha rasmi yakaanza ya kijana wa Kitanzania Pius Mtenya Makindi nje ya kama mtaani baada ya kumaliza chuo kikuu. Kwa kweli it was so hard. Kwa ajira ni changamoto, lakini hata zile ambazo nilikuwa najaribu kuzipata zilikuwa ni changamoto kidogo, yani zilikuwa ni ajira korofi. Kutoka ndoto ya kushika chaki hadi kuchezea samaki. Tuliingia huku kwa sababu sisi asili yetu kanda ya ziwa ni ufugaji na uvuvi. Sasa sisi tulichagua uvuvi kwa sababu tunakaa karibu na wavuvi. Kama msomi nilitumia pia muda mwingi kufanya utafiti wa ziara pamoja na wa kutazama, lakini pia hata wa kuendelea kuuliza pamoja na kusoma kwamba hata mji wa Katari kidogo uchumi wake mkubwa zaidi ya 40% unachangiwa pia na samaki. Tukaangalia wenzetu wa Uganda wameshasogea, wenzetu wa Zambia, Misri wanatumia mto tu, hawana hata ziwa, lakini uchumi wao pia unachangiwa kwa kiasi kikubwa sana na ufugaji wa samaki. Januari 30 mwaka 2024, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua ugawaji wa vizimba 222 vya kufugia samaki kwa wavuvi wa kanda ya ziwa kupitia mikopo ya serikali inayotolewa na halmashauri. Pius na vijana wenzake 8 walichangamkia fursa hiyo na kuuaga umaskini. Kama kikundi tumenufaika kwa sababu mpaka sasa hivi kila mwana kikundi anaendesha maisha yake kupitia uvuvi. Na wengi hamna aliyeajiriwa. Wana kikundi wetu wote hakuna mwenye ajira, hakuna mwalimu. Na tunaishi kupitia faida tunazozipata za kipato za moja kwa moja. Uzoefu na elimu ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba sasa wanaisambaza kwa vijana wengine. Nimejifunza mambo mengi kupitia kwa Pius kwa ushauri wake. Mpaka sasa tumeweza, na nimejifunza nini maana kufuga samaki, na mpaka sasa tunaweza. Ni mambo mengi tumeyafanya mpaka kufikia hapa, na nimeamini kwamba samaki kufugwa inawezekana. Jambo sana lililonivutia kwanza baada ya kukutana na balozi Pius. Sasa mimi nilichojivutia ukiona kama yeye, kwa nini mimi mpaka nimesoma, yeye ni mwalimu, yeye amekuja kufuga samaki. Naona sasa akasema inawezekana kabisa, na kwa diploma yako uliyojifunza darasani inawezekana. Ndio hivyo nikashawishika na mimi ndio nikaingia katika ufugaji wa samaki. Mtaa wa Kisoko uliopo hapa mjini Mwanza upo pembezoni mwa mwambao wa Ziwa Victoria. Eneo hili pekee lina jumla ya vizimba 152, huku wanufaika wakiwa ni 390. Wanawake 89 na wanaume ni 301. Zaidi ya vifaranga vya samaki 15,000 vimepandikizwa katika kizimba hiki, ambapo itachukua takriban miezi 7 hadi kukamilika kwa mavuno yake. Lakini wataalamu wa masuala ya uvuvi wanasema kwamba aina hii ya uvuvi ni ya kisasa zaidi, ambayo pia ni rafiki wa mazingira. Akisema TAFIRI, anamaanisha Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi Tanzania. Kwa kweli tunaitekeleza kwa kiwango kikubwa. Kwanza tunachohakikisha ni kwamba katika shughuli zetu za ufugaji wa samaki, uchafu wote
material yote, mifuko tunayolishia tunaiweka kwenye vyombo vyetu vya kulishia, tunarudi nayo nchi kavu tekeleza. Lakini kingine, mazingira ya nje kwa maana ya mazaria kwenye mialo yetu ambapo ndipo tunatokea kwenda ziwani, tunahakikisha angalau tunapanda miti na tunaweka ule ujani ubichi kutoka maeneo tunayofanyia kazi. Kwa hiyo tunabakiza eneo dogo tu kwa ajili ya kupenya. Kwa ule ujani ubichi unatusaidia pia hata kwenye mazaria ya samaki. Tunajitahidi pia kufuata maelekezo ya serikali pamoja na mamlaka kama TAFIRI kwa kutokufanya shughuli za kibinadamu, kulima na kadhalika tunapokuwa maeneo haya. Kwa hiyo tunatekeleza kwa sababu tunajua vinaathiri mazaria ya samaki. Lengo namba 14 la SDGs linazungumzia matumizi endelevu ya rasilimali zilizopo kwenye bahari, mito na maziwa. Na ndipo mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Idara ya Wanyama, Ukuzaji, Viumbe Maji na Nyanda za Malisho, Magoti Ernest, anafafanua ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba unavyotekeleza lengo hili. Ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba utazuia uvuvi haramu, kwa sababu kama watu watajihusisha na kufuga samaki, tusitegemee kwa miaka ya baadaye kuona watu wakifanya uvuvi haramu, kwa sababu wameona kuna tija zaidi kwenye kufuga zaidi ya kufanyaje, ya kuvua kwa kutumia kwa kutumia nyenzo ambazo ni haramu au kuvua kupita kiasi, overfishing na illegal fishing. Malengo ya Pius na vijana wengine ni kuhakikisha pia miradi inafika ziwa Tanganyika, lakini kitaifa kwa ujumla. Tunatamani kuona Kongo, Misri, Uarabuni ambako ndiko tunachukua chakula na wao wanafanya miradi hii. Shukrani sana Evarist Mapesa kwa mada hiyo kwa kina, na heko vijana kwa kusaka mbinu halali ya kujipatia kipato. Na sasa ni mashinani, na mpisha Marupingi Okemense. Huyu ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kituo cha msaada wa familia, shirika linaloongozwa na wanawake wa asili katika wilaya ya Ganti, kijiji cha Chobokwane nchini Botswana. Anayeshiriki mkutano unaendelea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa wa jukwaa la watu wa asili, akizungumzia alichojifunza. I have been here for 10 days now. Undergone a training. Nimekuwa hapa kwa siku 10 sasa. Nimepata mafunzo mbalimbali. Tulifunzwa kuhusu mashirika mbalimbali za Umoja wa Mataifa na jinsi ya kuandaa na kuwasilisha taarifa zetu. Tulielezwa pia jinsi Umoja wa Mataifa unaweza kutusaidia. Mafunzo haya yamekuwa ya manufaa sana na yamepanua uelewa wangu. Changamoto tunazokumbana nazo ni kutotambuliwa. Tunataka kutambuliwa kama watu wa asili wa Botswana. Nimefurahishwa kuona kuwa serikali mpya imeanza kuchukua hatua za kushughulikia dhuluma za awali. Natumaini kuwa kadri tutakapoendeleza mazungumzo haya na serikali yetu huko nyumbani, hatimaye kile tunachokuja nacho hapa Umoja wa Mataifa, miaka nenda miaka rudi, kitapokelewa na kujibiwa. Eventually what we've been coming to the UN year after would be answered. Shukrani sana Bi Marupingi Okemense kutoka Botswana kwa juhudi hizi za kutetea haki za jamii ya watu wa asili. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.